Dhahara alfasadu fil barri wal bahr, umedhihiri ufisadi baharini na nchi kavu. Siku hizi kila mtu anazungumza bana, maisha ya siku hizi bana tofauti kabisa. Ufisadi mkubwa tunaoishi juu ya mgongo wa ardhi, bima kasabat aidi nas, kwa yale yaliyochumwa na mikono ya watu, kwamba huu uharibifu unaotokea ni kwa sababu ya matendo yenu. Kwa labda mvua zitakata, ukame utaenea, riziki zitapungua, maisha yetu yatakuwa yanakwenda kwa tabu, maradhi yataenea. Liudhikahum ba'd alladhi amilu, ili Allah awaonjeshe tu malipo ya baadhi ya yale walioyafanya hawa wanadamu. La'allahum yarji'un, ili wazinduke waweze kurudi kwa Allah azza wa jalla. Anasema wala nudhiqannahum min al'adhabi al'adna duna al'adhabi al-akbari la'allahum yarji'un. Tukiendelea kulala tutakutana na adhabu nzito siku ya kiyama. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin, hakika Allah azza wa jalla habadilishi chochote kilichopo kwa watu, kutoka kwenye dhiki kuja kwenye faraja, kutoka kwenye njaa kuja kwenye shibe, kutoka kwenye maradhi kuja kwenye afya, kutoka kwenye vita kuja kwenye amani, hata yughayyiru ma bi anfusihim, mpaka watu wabadilishe yale yaliyopo katika nafsi zao. Ili tupate mabadiliko yale ambayo tunayatafuta, ni lazima tuanze kubadilika katika nafsi zetu, fi kulli shay, kwenye kila kitu. Walau anna ahla alqura amanu wattaqaw, lau watu wa mji wengelimwamini Allah azza wa jalla na kumcha Allah azza wa jalla, Allah anasema la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard, tungeliwafungulia baraka zetu za kutoka mbinguni na ardhini. Mbinguni mvua inanyesha, ardhini mimea itaota, riziki itakuwa nyepesi. Kwa ucha Mungu na kumwogopa Allah azza wa jalla, lazima tufanye mabadiliko ya kumwogopa Allah, lazima tufanye mabadiliko ya kumcha Allah, ndio Allah atabadilisha maisha yetu. Walakin kadhabu fa akhadhnahum bima kanu yaksibun, lakini wamekadhibisha, wamemkadhibisha Allah, wamekataa iman, wamemkadhibisha mtume wa Allah. Allah akawaangamiza, akawaletea na balaa ya aina mbalimbali. Kwenye maisha yako unapotetereka hata kiuchumi, iangalie vizuri sana kwamba wapi nimemkosea Allah azza wa jalla. Iangalie nafsi yako upate sehemu ya kuilaumu kabla ya kumwangalia mwingine. Miongoni mwa yale ambayo Allah azza wa jalla anayafanya kuwa ni sababu ya kutubadilishia maisha yetu ni pamoja na kufanya kazi katika kuyafikia malengo tuliyojiwekea hapa duniani. Unachokitolea jasho ndicho utakachokipata kwa idhni ya Allah, lakini kadhalika siku ya kiyama malipo yako utalipwa kwa mujibu wa vile ulivyofanya katika hii dunia. Jamani, dini ya Uislamu sio dini ya ndoto, ni dini ya kufanya. Yaangalie maisha ya Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, muayyadun min Allah, yuha ilayhi min Allah, ananusuriwa na Allah, analetewa wahi na Allah, lakinahu kana yakiddu wa ya'malu wa yajtahidu. Bwana Mtume alikuwa anapambana, anafanya, anajitahidi kwa ajili ya kufikia malengo makubwa ya Uislamu. Kama unataka Allah azza wa jalla akubadilishie maisha yako, fanya yale ya halali yatakayokufikisha huko. Tumbaki kuyasoma tu maneno ya Umar ibn al-Khattab, nahnu qaumun a'azzana Allah bil-Islam, sisi ni watu ambao Allah ametupa izza na utukufu kwa sababu ya Uislamu. Famahma ibtaghaina al-izzata min ghairihi adhallana Allah, na tukitafuta utukufu nje ya Uislamu Allah atatupa udhalili. Mahma tajata ila al-islami fi baladin tajidhu ka-tayri makhsusan janahahu, popote utakapokwenda ukiangalia hali za Uislamu unaona Waislamu ni kama vile ndege aliyotolewa mabawa, hawezi kuruka maskini, yupo chini tu anasubiri qadari. Fala budda an na'mala lilislam, ni lazima tufanyie kazi huu Uislamu ili tufikie kwenye mabadiliko tunayoyatarajia.